Kozi hii ambayo ameizindua leo Mheshimiwa Waziri wa Fedha ni kozi ya 17 katika kozi fupi ambazo zinaendeshwa na Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania. Na kozi hii ya 17 ya mwaka 2026 inahusisha swala la ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi. Na niseme tu kwa dhati, swala la kuwezesha uchumi uweze kupaa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inalo kusudio kwamba itakapofika mwaka 2050 tuwe na pato la taifa lisilopungua $1 trilioni. Haiwezekani kufikia hili lengo bila kuunganisha nguvu ya ubia ya serikali na sekta ya umma. Haya tunayafahamu, lakini utekelezaji wake, maono yake kisera na kiutendaji bado pamekuwa na pakusuasua sana. Na kwa sababu hiyo kweli kabisa kuna wasiwasi wakati mwingine wa kwamba inawezekana upande mmoja ukafaidika kuliko upande mwingine, lakini lazima tukubaliane. Ukiangalia dunia inavyokwenda sasa hivi, vita vinavyoendelea, ni lazima ujue kutegemea mikopo ya nje, japo tunaihitaji, upatikanaji wake utazidi kuwa mgumu zaidi. Na hivyo ni lazima tuunganishe nguvu za ndani kuwezesha mitaji itakayotukuzia uchumi na kutupa kujitegemea kwa ubora. Haiwezekani ikawa ni serikali pekee inayoweka bajeti kwa kutumia maduhuri na kodi inayokusanya kutoka kwa wananchi na biashara zilizopo. Ni lazima tukae kwa pamoja ili kila sekta ya umma na binafsi tuone changamoto zilizopo na fursa zilizopo na kuzitatua. Ndio maana kozi hii sio ya nadharia. Sisi tunaendesha kozi ambayo ni ya uhalisia, kuweza kutatua matatizo halisi ya kimkakati. Viongozi hawa ambao wanahudhuria kozi hii tunatarajia wataweza kulitekeleza hili katika siku 5 zinazokuja za kozi hii. Nitumie fursa hii kutoa wito kupitia mafunzo haya, washiriki mbainishe mambo ya kurekebishwa ili PPP tusaidie kufikia kwa haraka azma yetu ya kujiletea maendeleo. Tukumbuke kwa uongozi wa awamu ya 6 chini ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan umeweka kipaumbele kikubwa katika swala la ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kama nyenzo kuu ya kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuboresha huduma za kijamii. Kama ambavyo mnafahamu, chuo hiki kilianzishwa kwa lengo la kuiwezesha taifa kujenga uwezo wa viongozi wanaohitimu mafunzo hapa katika chuo ili wawe na uchambuzi wa kina na wa kimkakati ili kuweza kutatua mambo mbalimbali yakiwemo matatizo yanayotakiwa kushughulikiwa ya kisera na kimkakati kwa lengo la kuleta maendeleo na kulinda usalama wa taifa letu. Matarajio ya serikali ni kuwa mtakaporudi kwenye maeneo yenu ya utendaji kutakuwa na mabadiliko ya kimtazamo. Ushauri na maamuzi mtakayoyafanya yatakuwa yanaakisi uhalisia wa kozi na kauli mbiu yake. Na mwisho, kozi hii itatoa fursa ya kutathmini na kushauri maeneo yanayohitaji kuongezwa nguvu au kurekebishwa ili kozi zijazo ziweze kuwa bora zaidi. Ndugu mkuu wa chuo, kwa mara nyingine tena hongera sana kwa Chuo cha Taifa cha Ulinzi kwa matayarisho mazuri ya kuendesha kozi hii fupi ya 17 inayowahusisha viongozi wakuu wa sekta ya umma na sekta binafsi na wa ngazi ya kiutendaji kwa maana operational level leaders.